Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio Jumatatu alisema Marekani inatumai kutatua swala la misaada kwa Ukraine iliyositishwa katika mazungumzo ya Jumanne na maafisa wa Ukraine mjini Jeddah, Saudi Arabia. Rubio amesema Marekani inatumia mbinu ya kusikiliza na inataka kufahamu ni kwenye masuala gani Ukraine iko tayari kulegeza msimamo. Wa Ukraine tayari wanapata taarifa zote za ulinzi na kijasusi tunapozungumza hivi sasa. Nadhani swala la kusitisha misaada ni jambo ambalo natumai tunaweza kulitatua. Bila shaka yale yatakayotokea Jumanne yanagusia zaidi swala hilo, Rubio aliwaambia waandishi wa habari akiwa ndani ya ndege ya kijeshi kabla ya kutua Jeddah. Baadaye Jumatatu, mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman alikutana na Rubio katika mji wa bandari wa Jeddah. Salman alifanya mkutano tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky huko Riyadh mapema Jumatatu. Serikali kuu ya Syria imefikia makubaliano na mamlaka inayoongozwa na Wakurdi ambao wanadhibiti eneo la kaskazini mashariki mwa nchi, ikiwa ni pamoja na sitisho la mapigano na kushirikishwa katika jeshi la Syria kwa kundi hilo linaloungwa mkono na Marekani. Makubaliano hayo yalisainiwa Jumatatu na rais wa mpito Ahmad al-Shara na Mazlum Abdi, kamanda wa kundi la waasi wa Kikurdi wanaoungwa mkono na Marekani. Makubaliano hayo yanaashiria mafanikio makubwa ambayo yataiweka sehemu kubwa ya Syria chini ya udhibiti wa serikali inayoongozwa na kundi lililoongoza uasi wa kumuondoa madarakani Rais Bashar al-Assad mwezi Disemba. Makubaliano hayo yatakayotekelezwa mwishoni mwa mwaka huu yatarejesha maeneo yote ya mpaka na Iraq na Uturuki huko kaskazini mashariki, viwanja vya ndege na maeneo ya mafuta chini ya udhibiti wa serikali kuu. Wakurdi watapewa tena haki zao, ikiwemo kufundisha na kuzungumza lugha yao, haki ambazo zilikuwa zimepigwa marufuku kwa miongo kadhaa chini ya utawala wa Assad. Na hayo yakiarifiwa, shirika la habari la serikali ya Syria limeripoti mashambulizi mengi ya anga ya Israel katika mkoa wa kusini wa Dara Jumatatu usiku. Tangu kuondolewa kwa Rais Bashar al-Assad mwezi Disemba, serikali Israel ilifanya mamia ya mashambulizi ya anga nchini Syria. Ndege za Israel zilifanya mashambulizi kadhaa kando na miji ya Ijbab na Izra kaskazini mwa Dara, shirika la habari la Sana lilisema. Mashambulizi mengi ya Israel tangu kuangushwa kwa Assad yalilenga vituo na silaha zinazomilikiwa na vikosi vya serikali iliyopinduliwa katika kile Israel imesema ni jitihada za kuzuia silaha hizo zisianguki katika mikono ya maadui. Baadhi wanawake wa Nigeria na wa Afrika kwa ujumla wametakiwa kutovunjika moyo kwa sababu ya kutengwa kwa misingi ya jinsia ili waweze kushiriki katika shughuli za maendeleo ambazo zitawaweka katika nafasi nzuri katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Satohengbe ameandaa ripoti ifuatayo. Changamoto moja kubwa inayowakabili wanawake wa Kiafrika katika nchi nyingi barani humo ni kutokuwa na uwezo wa kupata fursa ya kushiriki katika usimamizi wa sera na michakato ya maendeleo na katika masuala yanayowahusu. Ingawa hii inaweza kuhusishwa na uwezo wa nafasi zaidi kwa wanaume na utumiaji wa mfumo wa kitamaduni ambapo wanawake wanaweka katika nafasi ya nyuma, viongozi wengi wa wanawake wanaimani kuwa wanawake wanahitaji muundo mzuri ambao utawapa fursa ya kuweza kuchukua jukumu lao katika nyanja za kitaifa na kimataifa. Daktari Ifeyiwa Mwamwesi wa kundi la kutetea wanawake alisema, I don't like the marginalization mindset. I'm not marginalizing myself because God didn't marginalize me. Sipendi mawazo ya kutengwa mwenyewe. Alipendekeza kwamba serikali inapaswa kuwapa wanawake fursa zaidi ya kupata msaada kutoka mpango wa bima ya afya ya serikali kwa sababu ya gharama kubwa siku hizi za kununua chakula na kupata afya bora. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Satohengbe kwa Sauti ya Amerika, Washington. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Tanzania imeripoti visa vya kwanza vya ugonjwa wa Mpox, Wizara ya Afya ilisema Jumatatu, ikiwa ni mara ya kwanza virusi hivyo kugunduliwa katika mlipuko uliokumba nchi kadhaa za Afrika. Watu wawili ambao walikuwa na dalili za ugonjwa huo walitengwa na kupimwa Jumapili, Waziri wa Afya Jenista Mhagama alisema katika taarifa kwenye mtandao wa X. Kati ya washukiwa, mmoja ni dereva wa lori aliyesafiri kutoka nchi jirani hadi Dar es Salaam, ilisema taarifa hiyo.
Ripoti ya kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika wiki iliyopita ilisema visa 1634 vya mpox vimethibitishwa tangu mwezi Januari katika nchi 22 na watu 25 walifariki. Mpox inaweza kuambukizwa kati ya wanadamu kupitia mawasiliano ya karibu ya kimwili, inasababisha homa, misuli kuuma na vidonda vikubwa vya ngozi kama majipu na inaweza kusababisha kifo. Waandishi wa habari watatu wameendelea kukaa rumande nchini Chad wakisubiri kesi yao baada ya kushtumiwa kwa kushirikiana na kundi la mamluki wa Russia. Mwendesha mashtaka na mmoja wa mawakili wao walisema Jumatatu wanashukiwa kushirikiana na kundi la wanamgambo wa kijeshi la Wagner. Mwendesha mashtaka Omar Mahmad Kedelaye aliambia AFP. Mmoja wa mawakili wao Al-Tarum Amos alisema wanahabari hao walishtakiwa kwa kufanya ujasusi na adui, kuhujumu taasisi na kula njama. Papa Francis hayuko tena katika hatari ya kifo na anaendelea vyema na matibabu hospitalini, Vatican ilisema Jumatatu, ikiwa ni ishara nzuri kwa afya ya Papa mwenye umri wa miaka 88 ambaye anapambana na homa kali ya mapafu. Francis amekuwa akipata matibabu katika hospitali ya Gemelli mjini Roma kwa zaidi ya wiki mbili. Alilazwa hospitali tarehe 14 Februari akiwa na maambukizi makali ya kupumua ambayo yalihitaji matibabu maalum. Katika ripoti mpya kuhusu afya yake, Vatican imesema madaktari wake wameamua kuondoa ubashiri wao wa awali, ikimaanisha kuwa Papa hayuko tena hatarini. Ingawa madaktari wameondoa ubashiri wao wa awali kuhusu afya yake, Vatican imesema wanatarajia Francis ataendelea kupewa matibabu ya dawa hospitalini kwa siku zaidi. Na kama ambavyo umesikia kwenye habari zetu za kimataifa ni kwamba siku ya jana Jumatatu ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani alikuwa kwenye ziara na bado yuko kwenye ziara kule Saudi Arabia. Hapo jana akikutana na mwanamfalme Mohammed bin Salman na baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu wa Ukraine. Hivi leo anatarajiwa kukutana na mjumbe maalum wa Marekani kwa ajili ya Mashariki ya Kati Michael Waltz na mkuu wa kiutawala wa Ukraine Andriy Yermak. Zote zikiwa ni juhudi za kuhakikisha kwamba uhusiano kati ya Marekani, misaada ya kijeshi na vita vya Ukraine vinazungumziwa kwa kina. Basi ili kuelewa zaidi mambo yanavyokwenda, tunaungana naye Daktari Timothy Sadera akiwa kule Atlanta, Georgia. Je, Sadera, mkutano huu utaleta tija kwa Ukraine? Nashukuru sana Bwana Harrison, lakini nikiangalia kwa umbali ni kwamba mafanikio makubwa yanaweza kupatikana kwa Ukraine kwa sababu Saudi Arabia ndiye mkipatanisho. Wanajaribu kupatanisha na kuzingatia kwamba rais atazuru nchi hiyo kwa hivi wiki hii, na kwa hivyo mambo haya yakiweza kufanikiwa, basi nchi ya Ukraine itaweza kupata faida kuu. Lakini kwa sasa kutokea na jambo ambalo lilitokea wiki juzi hapa Marekani kwenye White House, kwa hivyo jambo lile bado lilileta msasa mkuu. Kwa hivyo jambo hili likiweza kutatuliwa, Marco Rubio atakuwa amepata kufanikisha mazungumzo haya. Marekani ilionekana kuashiria kwamba ina masharti fulani ya kuchukua madini ya Ukraine iwapo msaada wa kijeshi utaendelea na ushirikiano huu. Unafikiria kwamba kuna ushawishi wa kutosha ambao unaweza ukatokea kule Saudi Arabia ambao utashawishi Ukraine kukubali madini yao kuchukuliwa na Marekani ili wapate msaada wa kijeshi? Ushawishi upo, manake sasa hivi tukiangalia huyu mfalme mteule anaonekana kuwa ni mtu mwenye mwelekeo wa kuleta umoja, kuunganisha, na anapokuwa ni kama mwamuzi ama mpiga kipenga pale, ni kumaanisha ya kwamba sasa hivi Marekani italazimika kutoa ama kukubaliana na nchi ya Ukraine ili na Ukraine izidi kuendelea kupatiwa misaada ili jeshi lake lisije likadidimia nguvu. Wakati Rubio akizungumza na maafisa aliyokutana nao jana, alisema kwamba hatua madhubuti zinahitaji kuchukuliwa na wala si za kijeshi, akisema kwamba Russia na Ukraine ni lazima wafanye maamuzi magumu iwapo vita hivyo vitamalizika. Je, unafikiri ni maamuzi yapi haya magumu Rubio anazungumzia? Naona kama anazungumzia kwa umbali ya kwamba lazima Rais Zelensky aweze kukubaliana ya kwamba atasitisha vita na aweze kukubaliana na mikakati. Maanake rais aliweza kukutana na Bwana Putin na walipokuzungumzia, kwa hivyo walisema ya kwamba wanaweza kuwakaelewana na rais wa hapa. Kwa hivyo mambo kama yale kama yatakubaliwa, ni kumaanisha kwamba Marekani itasitisha misaada yake ya kijeshi jinsi ilivyokuwa kwa yule mtangulizi wake Bwana Trump, ambaye ni Rais Biden wa zamani. Kwa hivyo
Jambo kama hilo ni la kwanza. Jambo la pili ni kwamba Ukraine lazima ikubali Marekani kwenda kuchimbua madini. Manake Marekani pia wanaangalia faida. Ni faida gani wanapata kutoka pale? Na pia wasije wakaruzuku ya kwamba wanatoa tu lakini wao hawafaidiki. Jambo la tatu ni kwamba mfalme wa Saudi Arabia ni lazima pia na yeye aone ni faida gani ambayo anapata kutoka kwa haya mawili. Yakikubalika, je, Rais Trump pamoja na mawakala wake wataweza kukubaliana kusitisha vita hivi? Kwa hivyo ni kuona kwamba umwagikaji wa damu utasitishwa, na pia makubaliano ambayo yanazingatiwa katika mkutano ambao sasa Jumanne sasa hivi waliweza kuzungumzia mambo hayo na pia kuleta umoja wa mataifa kujadili jambo hilo. Asante sana Daktari Timothy Sadera ukiwa kule Georgia, Atlanta, kwa uchambuzi wako huo mzuri kuhusu ziara ya Macron.